Mwamuzi jana ni kama vile ulikuwa ukiangalia mchezo dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 ni kama vile kuna timu alikuwa anahitaji ishinde. Okay. Nikikwambia hivyo unaweza labda usinielewe, lakini kuna matukio ambayo inawezekana yalikuwa hayana impact sana kama ambavyo hizi penalty mbili zimekuwa zina impact. Lakini yale matukio ambayo yalikuwa yanahusisha mchezaji mmoja kwa mmoja wa Simba na wa Mashujaa, kuna namna fulani ambavyo ni kama vile Simba alikuwa anafanya wanapewa favor. Na hiki ni kitu ambacho kwenye ligi yetu sio kwa Simba tu. Hizi timu mbili za Simba na Yanga zimekuwa zinaleta changamoto kubwa sana pale ambapo zinacheza. Waamuzi wamekuwa ni kama vile wanapata changamoto kwenye kuamua vitu. Sijui msukumo unatoka wapi, kwamba je, msukumo unatoka kwao wenyewe au kuna msukumo ambao unatoka nje kabisa, kwa maana ya labda kuna hiyo pressure ambao wanaipata, kuna vitu labda let's say wanapokea, au kuna maagizo ambayo wanapokea, kuna maamuzi ambao wanatakiwa wayafanye ambao yanafanyaje yanawanufaisha. Kwa mfano huyu Kefa Kayombo ambaye tunamzungumza hapa ni mtu ambaye msimu huu amehusika kwenye matukio tata ya Simba zaidi ya matatu. Okay. Sio kama unanielewa. Yaani sio jana tu alivyowanyonga Mashujaa. Lakini kuna mechi ambazo ni zaidi ya tatu ambazo Kefa Kayombo amenyonga. Kwa mfano mchezo dhidi ya Coastal Union ambao walitoa sare ya mabao 2-2 kama utakuwa na kumbukumbu nzuri. Yeah. Mchezo ambao Coast ule walipata bahati ya kufunga yale mabao kwa sababu ni mabao ambayo yalikuwa ni ya makosa. Kwa mfano goli ambalo alifunga Ernest Malonga lilikuwa ni kosa la mlinda mlango, lakini kuna goli nyingine ambalo walifunga pia lilikuwa ni nzuri sana, lilikuwa la kawaida kabisa, hata mlinda mlango mwingine angefungwa. Lakini sasa kwenye ule mchezo, kwenye matokeo ya mabao 2-2, muamuzi Kefa Kayombo alimaliza mpira muda ambao Coastal Union wanaenda kushambulia lango la Simba. Wapo karibu kabisa kushambulia. Kitu ambacho hakikatazwi. Lakini kwenye football kikawaida kabisa, kuna wakati ambao unaweza kumaliza mpira. Yaani kwa mfano sasa hivi hapa timu inashambulia, ipo kwenye mtiririko hivi, inaenda kwenye box la mpinzani. Ukimaliza mpira, kusema ukweli, kwa namna moja ama nyingine watu lazima wakufikirie kwamba pengine labda unahitaji matokeo yabaki kama ambavyo yapo kwenye scoreboard mpaka muda huu. Unaelewa? Kwa sababu una nafasi ya kwamba shambulizi liishe, mpira uishe.